ni Mtoro TV. Kwa nafasi hii sasa na kuomba ndugu mgeni rasmi kwa heshima kubwa kabisa na unyenyekevu na taadhima, unyanyuke kwenye kiti chako hicho uweze kuja kuongea na hadhira. Wako tayari kwa ajili ya kukusikiliza, na mwisho kabisa mheshimiwa diwani atatoa shukurani kwa ajili ya wageni wake wote waliokuja hapa. Karibu ndugu mgeni rasmi, nafasi ni ya kwako na kushukuru. Karibu sana. Sheikh Mbese, mheshimiwa mgeni rasmi, ni mpenzi sana wa Qur'ani. Haya, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sheikh Haruna Mbese, kiongozi wetu katika taasisi ya Sabr Kafi, naomba niwatambue viongozi wote kwa itifaki zenu, na hapa tukiwa na diwani wetu wa Vituka, lakini ndugu zangu wadhamini Rajai Foundation, One Africa, Magic Builders, Lake Energies na wengine wote, pamoja na CRDB Bank ambao muda mwingi tuko pamoja, na wote ambao mmewezesha jambo hili, shehe wetu wa kata na mashehe wote mliokuwepo hapa. Naomba nitambue shehe wangu pale kutoka wilaya ya Kisarawe Sheikh Jumani, nikushukuru sana huko, pamoja na viongozi wa JUWAKI wote kwa pamoja, maimamu, walimu wa madrasa, majaji wetu ambao wamefanya kazi kubwa sana siku hii ya leo, wazazi na walezi, mabwana na mabibi, asalamu alaykum. Ndugu zangu, kwanza awali ya yote ningelipenda kuchukua fursa hii kubwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye siku hii ya leo ametuwezesha kutukutanisha hapa katika jambo hili kubwa sana. Huu sasa ni mwaka wetu wa 11. Tulianza mashindano haya taratibu tukiwa katika viwanja vya Miteda kwa miaka kadhaa, tukatoka tena tukaenda katika viwanja vya Sabasaba, baadaye tukahama ukumbi wa Julius Nyerere pale Posta, lakini mwaka huu tukapata ukumbi mzuri sana ulioko katika maeneo ambayo vijana wengi sana wanapatikana. Hakika Mungu ametufanyia hisani sana katika jambo hili. Niwapongeze wote ambao siku hii ya leo tukiwa katika 10 la pili, 10 la maghfira, tumediriki kwa pamoja katika jambo hili kubwa la kusikiliza vijana wetu. Na kama niseme waliosema waliotangulia, katika wote waliosoma hapa, wote ni washindi. Kinachotofautiana ni alama tu, mwingine amepata alama zaidi kuliko mwingine, lakini wote ni washindi. Na tunaambiwa kwamba ukiisoma herufi moja nini sawabu yake, na hasa kipindi hiki. Na Mwenyezi Mungu ametueleza sana, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekazia kutueleza yale ya Mwenyezi Mungu, faida zinazopatikana katika swala zima ya kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwapongeze vijana hawa wote. Najua mashindano haya yalianza katika mchakato mbalimbali, mengine fainali zilifanyika katika ngazi za awali, na wengine wale wachache waliletwa hapa kwa ajili kuwashuhudia vijana wetu, wakionyesha kwamba jinsi gani walimu walifanya kazi kubwa ya kuwafanya vijana hawa kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hakika ni miujiza. Wakati mwingine ukiwa peji moja tu iliandikwa maandishi ya kawaida, unaweza kukaa mwaka mzima ukashindwa kuikariri ile peji, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nuru aliyoiweka na miujiza aliyoweka, kitabu chenye sura 114
chote mtu anahifadhi juu 30. Na hapa tumeshuhudia vijana wetu wakifanya hii kazi kwa weledi mkubwa. Niwapongeze Ashabul Kahfi. Haruna na wenzako niwapongeze sana. Mmeendelea kuifanya kazi hii kwa weledi mkubwa, kusimamia huo sio jambo dogo. Malezi ya vijana hawa, imani yangu kubwa, tunatengeneza vijana ambao watakuwa msaada mkubwa katika taifa letu hili leo na kesho. Lakini mashindano haya yanaunganisha vijana mbalimbali waliotoka maeneo mbalimbali katika mkoa wetu huu wa Dar es Salaam. Hii yote ni faida kubwa sana. Na katika hili naomba niwapongeze sana walimu wa madrasa kwa hii kazi kubwa mnayoifanya ya kufanya vijana wetu waweze kuhifadhi Mwenyezi Mungu. Hakika walimu wetu wa madrasa, hakuna malipo yanayofanana na ile kazi ambayo mnaifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Allah walipe kwa wingi wa wema kwa jambo hili linalofanya kwa vijana wetu. Tunaona kuchukua fursa hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye kama kiongozi wetu mkubwa katika kazi kubwa anaendelea kuifanya, kwanza nchi kuwa na utulivu na amani. Tunapata fursa ya kufanya masuala kama haya. Bila amani, utulivu, watu hawawezi kukusanyana na kufanya mambo yanayokuwa na heri. Mataifa mengine leo hii amani inapotoweka, hata mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hawapati fursa kufanya ibada zao kwa nafasi, hawapati fursa kufanya kuswali tarawih na ibada zingine. Kwa hiyo tuna kila sababu kiongozi wetu mkuu wa taifa letu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa anayofanya yeye na serikali kwa ujumla kuhakikisha Watanzania wanahangaikiwa katika masuala yote ya muhimu ambayo yanatuwezesha sisi Watanzania kujinasibu kwema mbele kwamba Tanzania tuko salama. Katika hili tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini katika nukta hiyo ni waombe wa Tanzania, ajenda ya amani, ajenda hiyo ya kudumu kwetu sote. Katika mataifa mengine huwezi kupata watu wamekaa kama hivi asubuhi wanasikiliza kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mataifa mengine huwezi kupata fursa hiyo. Watu wakiamka wanafikia wapi atakimbilia palipokuwa salama. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, tuendelee kuliombea taifa letu hili liende kudumu katika swala zima la amani. Amani, amani, amani. Bila amani hakuna biashara. Bila amani hakuna kujenga uchumi. Bila amani hakuna kujenga familia. Kwa hiyo amani ni jambo la msingi sana katika maisha yetu. Leo hii tukiwa katika mashindano ya 11, niwaombe ndugu zangu, niwaombe sana tuendelee sana kuhubiri amani. Niwashukuru wadau wetu ambao mmetuunga mkono katika jambo hili. Wengine ni wafanya biashara, wengine ni taasisi za kiraia. Niwashukuru sana. Kwa mfano ndugu yangu One Africa, leo ikikosa amani kampuni haiwezi kufanya kazi. Mitambo kule watu watachoma mitambo kwa sababu hakuna amani. Ndugu yangu Rajai Foundation, kazi yetu hii wewe tumefanya, tusingeweza kufika Nyaburu wala Zingiziwa wala Ngondore kama amani ingekosekana. Kwa hiyo amani ndio msingi wa kila jambo katika maisha yetu. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu sana, tuendelee kulihubiri taifa letu amani, na hasa tunapokwenda katika mikakati mipana kama ya taifa ya kuhakikisha ikifika mwaka 2050 inshallah, Mungu akijalia, taifa letu liwe na kipato ambao GDP yetu ifike trilioni 1 dola za Kimarekani. Hatuwezi kufika huko kama taifa litakuwa sio salama. Hatuwezi kufika huko. Kwa hiyo ajenda ya amani ni jambo la msingi sana, na mimi leo ujumbe wangu wa leo, twendeni kuhakikisha tunadumisha amani katika taifa letu. Lakini waombe sana tuwaunge mkono wale kufanya mema. Mimi hapa nikupigie debe sana ndugu yangu, taasisi ya Rajai Foundation. Ni taasisi ya kiraia inayofanya kazi kwa ajili ya watu. Taasisi hii lazima iungwe mkono na watu waliokuwa makampuni, wafanya biashara. Kwa hiyo nikuombee sana kwa ile kazi unaendelea kuifanya, Mungu afanyie nusra, tuendelee kufanya vizuri zaidi. Lakini niombe makampuni yote ambayo CRDB, Magic Builders wewe umekuja hapa, bahati mbaya hujasema huyu ndio mzalishaji wa wall put, the best wall put nchini mwetu.
nchi yetu ilikuwa ina nakisi ya Whirlpool. Kama nchi tulikuwa tunatumia pesa za kigeni kuagiza Whirlpool kutoka Misri kipindi kile na nchi zingine za Mashariki ya Kati. Leo hii Magic Builders wana surplus ya kuzalisha Whirlpool ndani ya nchi na nchi zingine. Leo hii walikuwa the best exporters wa gypsum board, wanapeleka Kenya, Nairobi. Whirlpool leo zinaenda mipaka, vijana wadogo kabisa, under 40. Ni vijana wa Kitanzania. Kwa hiyo tuwapongeze sana wadau wetu mnapounga mkono mambo haya. Wenzao wa Lake Energy wanapohangaika kuhakikisha wanasaidia kazi hii. One Africa tuwashukuru sana. Wote CRDB tuwashukuru sana. CRDB tuwashukuru sana, tuna mwaka wa 3 wa 4. Lakini mimi kama nikiwa mlezi, fanyeni zaidi. Nikiwa mlezi napiga mstari hili, fanyeni zaidi. Tusonge mbele. Mimi nimefurahi sana leo hii Rajai, nimeshukuru sana. Katika ile upande wa zawadi, anasema mimi upande wa zawadi nitashughulika kwa kiwango kikubwa. Niwashukuru sana 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 sana. Anasema hili nitashughulika kwa upande mkubwa. Kwa hiyo niwapongeze sana vijana wetu ambao leo mmesoma. Sasa hii ni dhima kwetu waliohifadhi kitabu hichi chote. Ni lazima kitabu hichi tukienzi, tukitunze. Haipendezi hata kidogo. Kijana amehifadhi kitabu kizima, lakini baada ya muda fulani ukimkuta mtaani hafanani na mtu aliyohifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Nadhani hili ni jambo vijana wetu, neneni mkalitunze kwa nguvu zote na kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu. Lakini kubwa, tuendelee sote kuombeana kwa pamoja. Tuhakikishe safari yetu inaenda vizuri. Na mimi nikiwa mlezi wa taasisi ya Sabri Kafi, hakika mimi nikiona watu kama hivi, tumeanza mbali sana, tumeanza mbali. Nikiona watu naona hivi sasa tunaenda vizuri, na Mungu atulipe katika haya. Atusitiri katika mambo haya. Na kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi Mungu atakumihili na maghfira, basi atusamehe dhambi zetu zote. Tuwe kama watoto waliozaliwa na atuingize katika pepo yake ya Firdausi bila ya hesabu. Maana hesabu hatuziwezi sisi viumbe dhaifu. Atuingize katika pepo yake bila ya hesabu. Leo ndugu zangu, hakuna hotuba leo kubwa. Wenzangu walipewa dakika, angalia nilipewa dakika. Lakini nilisema mwaka jana nilipokuwa Iringa katika mashindano ya Qur'an, na baadhi nadhani na majaji inawezekana nilikuwa nao mwaka jana pale, kwamba napenda sana siku ya mashindano kama haya vijana wanapopata na walimu wapate zawadi. Wakati mwingine walimu wanajisikia vibaya sana siku kama ya leo, siku ya mashindano, mtoto anaondoka na zawadi nono, mwalimu kwake pale Buza kwa chini, kama unaenda Kitunda, mwalimu anatoka na hapa anapiga na mguu kutoka hapa mpaka hata bodaboda 1000 hapa. Akifika jioni, hata dakula jioni angalau na siku moja linakosekana. Niwashukuru taasisi zingine ambazo zinafanya vile. Na mimi kama mlezi nilizungumza mwaka jana, na mwaka jana tena kuna sehemu nyingine kalizungumza jambo hili, swala zima la kuwajali walimu wetu. Hakika taasisi zote zinawajali walimu wetu, lakini tuende kuwajali zaidi walimu wetu. Na leo hii nikiwa mlezi ni hapa na surprise wa taasisi hii ya Ashabul Kahfi. Najua watoto wetu tumewashatengea zawadi, lakini mimi leo nina surprise kwa walimu. Niliambiwa na waratibu wangu, walimu karibuni vyuo 10, vyuo vingi 25 walifika ngazi mbalimbali za mashindano. Asubuhi wakati natoka huko nilimpigia mtu kwa sababu na walimu wangu leo nataka nende nikawape zawadi. Bahati nzuri watu wameniunga mkono hivi asubuhi. Takbir. Wao walimu wangu leo mliofika nusu hapa hatoki kapa mtu aseme vijana. Leo nimeandaa zawadi surprise kwa walimu wangu wa madrasa. Wale waliofika Sharuna nusu finali kwa kuanzia ngazi ya nusu finali na kuendelea, hawa watapata shilingi 100,000 hizi participation fee na nini hiyo. Lakini wale washindi hapa
mshindi yoyote atakayetangazwa, mtoto anachukua zawadi, mwalimu analamba 300,000 zawadi. Allahu Akbar, takbir. Kwa hiyo provided mtoto wako amekuwa mshindi wa kwanza, akipata mshindi wa kwanza, mtoto anapata zawadi na mwalimu anapata 300,000 hapa hapa leo hii. Nimeambiwa walimu wako takriban mashindano yale, zile group karibu ziko karibu ni 10. Kwa hiyo 10 mara 300 milioni ngapi? 3. Na participation fee ya walimu 25 milioni 2 na ngapi? Na nusu. Wadau wangu wamesema hili bwana Jafo ili kumelisema tutalifanyia kazi. Kwa hiyo Haruna njoo hapa nikukabidhi milioni 5 na 500,000 kwa ajili ya zawadi ya walimu wangu leo hapa. Hii wadau wamesema katika jambo hili la heri. Nilimwambia tu asema tutalifanya hili. Kwa hiyo bwana, wale walimu wangu leo hapa hakuna kuua winga, maana anasema naua winga unacheza na midfield unakata katikati hapa, maana sisi tumezoea kutembea, maana mimi nishazoea kutembea sana kutoka kule veterinary pale napiga mpaka hapa Yombo Vituka. Wengine wanasema tunapima viwanja, unakata katikati hapa. Kwa hiyo Sheikh Haruna, hii ni ya walimu special milioni 5 na 500,000. Kwa hiyo mwalimu ukiona mwanao kapata hapa mshindi wa kwanza, wewe una 300,000. Na mwanao ndio hapa, na mwanao kama ameingia finali, ndio nazungumza nitakapo ufafanuzi. Mwanao kama ameingia finali, laki ngapi? 100,000. Mtoto akishinda 300,000. Ndio hii hapa. Nitaka mwalimu hapa alipe ufafanuzi. Kwa hiyo wale wanaingia finali, mtoto wako ameingia finali, laki ngapi? 1. Mtoto akishinda laki ngapi? Kwa hiyo kama una mtoto kashinda juzu ya kwanza mpaka ya mwisho, manake hapa leo atakuelewa sana mtaani. Takbir. Takbir. Watakuelewa mtaani sana. Sheikh Haruna, nikushukuru sana. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana ndugu zangu, nimefurahi, wazazi, majaji wote nimefurahi sana. Basi leo ni siku watu watakaomsikize mshindi. Mimi naomba nikae kwa ajili ya kuhakikisha tunapata majibu kutoka kwa majaji wetu. Lakini mimi nina ugonjwa wangu, maana kila mtu ana ugonjwa wangu. Hata mke wangu hapa Bi Rehema anafahamu. Mimi ugonjwa wangu ni surati Ashri aya 17 mpaka 25. Katika mashindano ya Qur'ani mpaka nisikie ndio naona raha kabisa. Kwa hiyo Sheikh Omar Mwinyi, ni kuombe ndugu yangu, kabla majaji hamjafanya, tupigie hizo aya 17 mpaka 24 surati Ashri, tupate raha ya pale Mungu anaposema laiti kama hichi kitabu, hii Qur'ani katika ingedondoka milima ingesambaratika kwa hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini hayo maneno hayo yako katika kifua cha mwanadamu. Naomba shehe wangu tupite surati Ashri hapa tuisikilize. Baada hapo tutaendelea na ratiba kupata matokeo. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.